Pendwa, ninakukaribisha tena katika chaneli ya Eric Mtalemwa. Ni katika mwendelezo wa episode mbalimbali za podcast ya mafundisho ambazo tumekuwa tukipokea mahali hapa mafundisho mbalimbali kwa habari ya spiritual care, lakini life coaching, lakini pia na counseling, mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha yetu ya kila siku. Ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa uweze kusubscribe katika channel hii kama bado hujasubscribe. Hiyo ndio support kubwa ninayoitegemea kutoka kwako, na ninakuomba unisaidie kwa hilo, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Ikikupendeza unaweza kuseti alama ya kengele, pia kushare pamoja na ndugu zetu wengine, ili waweze kuona na kusikiliza ujumbe huu, na inawezekana ikawa msaada kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Siku ya leo ninaendelea na somo linalosema jitofautishe utafutwe. Majina yangu naitwa Eric Mtalemwa. Jitofautishe utafutwe. Ninapozungumza habari ya kujitofautisha, si hamasa yangu kwamba utoke katika jamii inayokuzunguka ama utoke katika maeneo uliopo. Inawezekana unaishi pamoja na ndugu na jamaa na marafiki vizuri kabisa, na unaendelea na majukumu yako vizuri kabisa, lakini utofauti kwa siku ya leo ninaotaka kuleta kwako na kukuomba ujitofautishe, ndipo upate kutafutwa, upate kutambua ya kwamba kutafutwa, unatafutwa kwa ajili ya upekee ulionao, sio kwa ajili ya mfanano. Kwa maana kama watu wanahitaji mafundi wakaona mafundi wapo katika maeneo yao, au watu wanatafuta mtu wa kuwasupply biashara fulani, bidhaa fulani, wakaona wapo watu wanaosupply kawaida katika maeneo yao, wewe kama ni supplier, ni fundi, ama ni mtu ambao unafanya kazi ya sanaa, kama hauna utofauti, ni ngumu sana kutafutwa, kwa sababu watu kama wewe wa kawaida wanapatikana maeneo hayo ya uhitaji uliopo. Kwa hiyo kwenye habari ya kujitofautisha, ni habari ya wewe mwenyewe kujiongezea thamani kwa habari ya kufanya zaidi ya ulivyokuwa unafanya. Mshauri mmoja na mwanasaikolojia mmoja wa masuala ya uchumi anasema kama unataka kupata viwango vya pesa ama viwango vya mali ulizokuwa hujawahi kupata, unatakiwa kuanza kufanya kazi katika viwango ambavyo hujawahi kufanya. Kama unataka kupata kitu ambacho hujawahi kukipata, basi ufanye kitu ambacho hujawahi kukifanya. Ukawaida kabisa hauwezi kukupa matokeo tofauti wakati unafanya katika hali ya ukawaida. Na hapa nitakuwa na rejea mbalimbali, na kwa sababu Biblia ni kitabu ambacho ni mama wa vitabu vyote, mimi ndiyo imani yangu kwamba vitabu vyote vinazaliwa kutoka Biblia, na maarifa yote tunayoyataka yanapatikana katika Biblia. Ninarejea habari ya watu kutoka Yuda, Meshaki, Shadraki na Abednego pamoja na Daniel, watu walioingia katika nchi ya mfalme Nebukadneza. Walipokuwa kule, waliwekwa katika kambi ya kuwekwa kwenye mafunzo, namna gani ya kuweza kujifunza hekima za kifalme na elimu ya Wakaldayo, na namna gani ya kufanya mazoezi mbalimbali na kula vyakula vya kifalme, ili itakapotimia muda uliowekwa watoke mahali pale na kujiwasilisha, wahudhurie mbele ya mfalme Nebukadneza, ili aweze kuchagua watu walio bora wa kumsaidia katika kazi na shughuli za majukumu ya kifalme huko ikulu. Basi walipokuwa wamepewa posho na vyakula vimekwisha kuandaliwa kwa ajili ya vijana waliokuwa pamoja na Meshaki, Shadraki na Abednego, wale vijana hao wa kutoka Yuda wakasema, sisi tutafanya tofauti, hatutajitia unajisi, hatutakula chakula na divai inayotoka katika shea ya mfalme, sisi tutakula mtama pamoja na maji. Hao ni watu ambao walijitofautisha. Na kujitofautisha si kwamba ni kwa ajili ya kujionyesha kwamba labda una akili kuliko wenzako ama una uwezo kuliko wenzako. Hapana. Na watu ambao wamefanya mambo makubwa huku duniani wakavunja rekodi mbalimbali, si kwamba labda ndani yao waliwekewa vitu tofauti na wenzao. Unawezekana utofauti upo, lakini Mungu hana upendeleo.
Amewapa watu wote viwango vikubwa vya kufanya lolote, lakini kwenye kile ambacho Mungu ameweka ndani yako usipokifanyia kazi, basi ndipo unabaki katika hali ya kawaida. Kwa hiyo wale waliovunja rekodi huku duniani ni watu waliokuwa tayari kulipa gharama za kujitofautisha ili waweze kufikia kwenye viwango vikuu ambavyo Mungu aliweka ndani ya maisha yao. Na kwa hiyo kujitofautisha, kwanza kabisa kuna gharama. Gharama ya kwanza ni kupata criticism kutoka kwa watu wanaokuzunguka. Na mimi nasema si kawaida, na haikutokea tu kwamba Meshaki, Shadraka na Abednego waache kula vyakula vya mfalme, alafu wale vijana wenzao waliokuwa pamoja nao kambini wawaone ni watu wa kawaida. Inawezekana walianza kuwateta na kusema hawa watu wanajiona kuwa nani? Hawa watu kwanza watakuwa dhaifu baada ya kipindi tulichopewa cha kukaa kambini, watatoka wakiwa wanyonge na dhaifu sana. Waliwakejeli na kuwakebei. Lakini sasa kwa sababu ndoto ina nguvu na msukumo kwa mtu aliyefanya maamuzi, hawakuweza kusikiliza sauti ya watu wanao criticize, ya watu wanaobeza, ya watu wanaokejeli na watu wanao despise, wanaowadharau. Ndiposa sasa ilipofika tarehe ya kutoka, walienda kujihuzurisha mbele ya mfalme Nebukadneza. Walioonekana kuwa bora zaidi ya wenzao ni Meshaki, Shadraka na Abednego pamoja na Danieli. Na huo ubora sio ubora tu wa kimuonekano, lakini pia ufahamu wa kutambua vitu na kufafanua na kutoa majibu ya mafumbo mbalimbali. Hao watu walikuwa ni watu bora, with a bright mind, with a sharp mind. Walikuwa na uwezo wa kufafanua mambo na kutoa maswali bila hata kwenda kugugu. Maana kipindi kile nina uhakika Google hazikuwepo. Sasa wale watu walikuwa wanafanya kazi zaidi ya AI, zaidi ya Google, kwa sababu AI haiwezi kutafsiri ndoto ya mimi leo nimeota nini. Pendwa, tumsifu Yesu Kristo. AI haiwezi kutafsiri usiku wa leo mfalme ameota nini, kwa sababu hata leo tuseme ameota mtu mkubwa, rais mkubwa hapa duniani ameota, bwana mimi nina ndoto ambayo nimeiota na nimeshaisahau. Twende kwenye AI au twende kwenye Google, tuandike bwana, kama nimeota ndoto usiku wa leo nikaisahau, ndoto hiyo ni ndoto gani? Uone kama AI itakwambia au Google itakwambia. Unajua watu siku hizi wameanza kuacha kuamini hata uwezo wa kimungu. Wanaamini teknolojia kuliko hata uwezo wa Mungu. Mungu anaweza kukupa ufahamu kuliko teknolojia yoyote iliyowahi kugunduliwa huku duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Anaweza kukupa uvumbuzi kuliko teknolojia yoyote, na kuna mambo mapya huku duniani ambayo yanaweza yakatokea kwa sababu kuna mtu mmoja ameamua kujitofautisha na kuwa mtu wa pekee. Na Mungu anaenda kuwapandarize, Mungu anaenda anaenda kuwapa nguvu, anaenda kuwa boost watu ambao wameamua kujitofautisha. Ndio Mungu anaoshughulika nao. Yaani usipokuwa tofauti, Mungu hana habari na wewe. Na hata shetani pia hana habari na wewe. Angalia sasa mambo ya ajabu hapa. Ukianza kuwa tofauti, Mungu anakuja kukutia nguvu ili uendelee kuwa tofauti, uvunje rekodi huku duniani, ili watu wamtukuze Mungu kulingana na namna ambavyo umefanyia kazi maono, waseme kweli Mungu yupo. Kama huyu mtu ameweza kufanya kitu kikubwa, kwa kweli tumeamini Mungu ni Mungu mkuu sana. Na shetani naye ukianza kuwa mtu wa tofauti, na yeye anakuja kukuletea vita ya tofauti. Kwa maana kina Meshaki, Shadraka na Abednego baada ya kuwa wamejitofautisha, kulikuja jaribu la mfalme ameota ndoto na yuko tayari kuua watu. Anataka kuua watu kwa sababu hata kina Danieli ilikuwa wafe pamoja na hao wachawi na wasiri na wasomanyota na wanajimu. Ilikuwa wafe kwa sababu ni jaribu la kuua. Wametoka kwenye kujitofautisha, linakuja jaribu linalolenga mauti, kwamba mkikosa majibu mnakufa. Ni shetani huyu ameanza kuleta chuki. Na shetani alileta chuki kwa Meshaki na Shadraka na Abednego. Siku amekataa kusujudu sanamu ya mfalme, akataka kuwaua kwa kumchochea mfalme na wafanyakazi wake watupwe. Hao wakina vijana ambao wamekataa, kina Meshaki, Shadraka na Abednego wamekataa kuabudu sanamu ya mfalme, watupwe kwenye tanuru la simba. Majaribu yanakuja baada ya kuwa umejitofautisha. Na hakuna mtu yeyote aliyewahi kutafuta utofauti, kufanya mambo yake tofauti, akakosa vita. Kwa hiyo usije ukaleta habari ukasema unajua Eric Mtalemwa, wewe unaongea kwa sababu hujui ugumu gani tunaokutana nao tukitaka kujitofautisha. Yes,
Hatukuumbwa kwa ajili ya mambo mepesi. Kwenye kujitofautisha kuna gharama ya kupigwa vita. Kuna gharama ya kupigwa vita. Kuna gharama ya kukataliwa hata na rafiki zako wa karibu. Kuna gharama ya kukataliwa hata watu waliokuwa wanakuheshimu wasikuheshimu tena, wanakuona takataka. Uko katika habari ya kujitofautisha. Kwenye kujitofautisha kuna taarifa zitafika hata kwenye maeneo mbalimbali. Hata wazazi wako wanaweza kaambiwa, wakapewa taarifa, yule jamaa alishachanganyikiwa, mambo anayoyafanya hatuyaelewi. Kwenye kujitofautisha taarifa zinaweza zikaenda mpaka ukweni, zinaweza zikaenda mpaka ofisini kwenu, kwamba hao jamaa bwana siku hizi sisi hatumuelewi. Sasa mnataka kumuelewa ninyi ni waomba wake. Muelewe kwa ajili ya lipi? Mtu akishaeleweka mbele za Mungu wake, mtieni moyo apambane na kusudi aliyopewa na Mungu, afikie kwenye rekodi ambayo Mungu alimuandalia. Kwa sababu waoga hawafiki katika zile za viwango vya juu. Ndege wengine hawafiki katika zile katika zile level za kupaa mawingu, mbingu na anga ambazo anaenda tai, kwa sababu tai amejitoa mwanga kwenda kwenye level zingine. Haijalishi oksijeni imepungua, kuna hydrojeni nyingi. Yeye akianza kusoa, akianza kwenda, anaenda akijua the provider is the Lord God of heaven. Mungu ndiye atakayempa oksijeni akiishiwa oksijeni. Kwa hiyo Mungu anapenda na ana tabia ya kubusti watu wanaojitoa mwanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitoe mwanga, jitofautishe, ufike katika level ambazo haujawahi kufika. Upate vitu ambavyo hujawahi kupata. Na hiyo sio kwa ajili ya wewe na familia yako na watoto wako, ni kwa ajili ya dunia nzima. Maana siku Danieli na Meshaki na Shadraka na Abednego wanatafsiri ndoto ya Nebukadneza, walipompa jibu, hata wale waliokuwa wako tayari kuchinjwa kwa ajili ya kushindwa, aliwaombea msamaha, achana nao waendelee na maisha yao, hawakuchinjwa. Kwa hiyo akaokoa hata watu wengine. Unapojitoa mwanga wewe, zile impact, utaimpact the world, utaimpact taifa, utaimpact mkoa, utaimpact dunia. Yaani utaokoa watu wengine. Yusufu alikuwa katika nyumba ya Potifa, na mwanamke yule akawa amempenda, amemtamani. Sio upendo ule, sio upendo, ni kutamani, kwa sababu mtu anayekupenda hawezi akakuharibia kazi kwa bosi wako. Anayekupenda hawezi akakushawishi ufanye naye vitu vya ovyo kwa ajili ya kuharibu destiny ya kwako. Yule alikuwa amemtamani. Yusufu akasema hapana, mimi sitafanya hiki kitendo nikamwasi Mungu wangu. Na Mungu naye akasema, kwa sababu umejitofautisha na vijana wa ovyo. Maana wangekuwa vijana wengine sasa wa siku hizi wangeweza kumcriticize Yusufu, akamwambia Yusufu, huenda kibiolojia kuna namna hujakaa sawa. Yaani mke wa bosi ni mzuri ni nini, amekupenda, alafu unakata kona, unamwachia na nguo, unakimbia, haufanye kitu chochote. Kwa hiyo Mungu akamwambia, kwa sababu umejitofautisha na vijana wa ovyo, Yusufu, nitakupa mamlaka juu ya hii nchi ya ugenini. Ni mgeni kutoka Waebrania, kutoka Kanaani, lakini amepewa madaraka katika nchi ya wageni. Kwa nini? Amejitofautisha, hataki kuwa kijana wa kawaida. Na alipokuwa mfungwa kule gerezani, pamoja na ufungwa, majukumu yake ya kifungwa aliyafanya kwa uaminifu, akajitofautisha na wafungwa ambao kila wenyewe gerezani ni kupigana kila siku, ni kupigana na kutulizwa na askari kila dakika. Na ndio maana mkuu wa gereza akampa monitor, akamwambia utakuwa nyapara wa wafungwa wenzako, akawa anawatuliza. Kwa hiyo Yusufu, msije mkamchukulia kwamba hakuwa alijali au labda alikuwa mtu wa kawaida, kwa sababu kupewa mamlaka ya kuwatawala wafungwa wengine. Na wewe unawajua kabisa spirit ya wafungwa ni watu ambao wameshindikana, wengine wameua huko mitaani, wengine walishabaka, wengine yaani ni watu ambao ni wakorofi mpaka anakuwa mfungwa. Yusufu aliwaweka na wote aliwatuliza. Kwa hiyo Yusufu kwanza sifa yake alikuwa ni rijali, na alikuwa ni handsome, na alikuwa na nguvu. Sije mkasema alimtoroka, alimkimbia mke wa Potifa kwa sababu hakuwa rijali. Alikuwa ni kijana kabisa ambaye amekamilika hata kibiolojia, na nguvu za msuli wa mwili alikuwa nazo. Kwa hiyo kwa sababu alijitofautisha, Mungu akampa upekee gerezani. Na kwa hiyo wafungwa wale waliotoka kwenye ikulu, wale waliofungwa kutoka ikulu ya Farao, wale wafungwa wawili, walipoota ndoto zao, hawakupeleka ndoto zao kwa wafungwa wengine wa ovyo ovyo. Waliangalia roho nzuri iliyo
iliyokuwa ndani ya Yusufu, kwa sababu ni mtu ambaye amejitofautisha. Wakasema huyu tunavyomwona anaweza akasikiliza ndoto zetu na akatushauri vizuri. Kwa hiyo si kila mtu anaweza kuaminika kupewa mambo ya ndani ya mtu, kwa sababu ndoto ni siri ya ndani ya mtu ambaye mtu mwingine hajui. Kwa hiyo Yusufu aliweza kupata hata siri za watu wengine kutoka katika ile ikulu ya Farao. Wakamwambia, mimi nimeota ninanywesha kikombe kikaja mkononi mwangu na nikakamua zabibu nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, wewe utarudishwa kazini. Na yule mwingine akasema, mimi nimeona naoka mikate nimeibeba kwenye ungo juu ya kichwa, alafu akaja ndege wakachukua wangani. Akamwambia, wewe utapata shida au utarudi kule na unakwenda unaenda kuwa kunyongwa. Kwa hiyo watu waovyo, usipojitofautisha unabaki kuwa mtu wa kawaida na unabaki kuwa mtu, nitumie lugha ngumu, waovyo, ambao hata mtu anaogopa hata kukuomba ushauri. Yaani anataka kukuomba ushauri, lakini akifika kwako tu, kwanza jicho unalomwangalia utafikiri amekuja kuchukua mkoba wako wa pesa, amekuja kuchukua simu yako au pochi yako. Yaani kuna mtu mwingine haingiliki kwa sababu hajajitofautisha. Kujitofautisha pia ni kuwa acceptable, yaani ni kuwa mtu ambaye unaingilika pia, yaani mtu anajisikia kukuomba hata ushauri, anajisikia kukuomba hata maelekezo, anakuona una hekima. Kwa hiyo usije ukafikiri kwamba kuwa mtu ambaye umejifunga mahali fulani, unakaa umenuna, unakaa unajisikia yaani kuwaona watu wengine kwa kuwadharau, hutaki kusikiliza, ukafikiri ndio utofauti. Huo sio utofauti, huo ni upumbavu na ni upagani. Kukubalika na kujitofautisha ni kukubalika na watu. Yusufu alishirikishwa ndoto ya wale watu kwa sababu alikuwa amejitofautisha, akaonekana sio mfungwa wa kawaida, ni mfungwa mwenye hekima alipotafsiri ndoto. Na siku ile sasa, kwa sababu nimesema jitofautishe utafutwe, sasa siku ile Farao ameota ndoto, mfungwa alimwambia kwamba okay, nimekumbuka makosa yangu ya miaka 2 iliyopita. Tulikuwa gerezani, tukamwambia kijana mmoja wa Ibrania, naye mpaka leo yuko gerezani, alitafsiria ndoto zetu na ikatokea kama alivyotafsiri. Farao akamwambia atafutwe kwa sababu gani? Sio mfungwa wa kawaida, alishajitofautisha tangu akiwa Kanaani kwenye nyumba ya Yakobo. Kwa sababu hata kwenye nyumba ya Yakobo ya baba yake alikuwa mtu wa tofauti, anajua yeye ni mtu ambaye ana maono. Kwa hiyo alienda kuripoti hata matukio mabaya ya kaka zake. Wakati wanaenda wanachinja mbuzi, wanachoma, wanakula, wamefanya vitu vya ovyo ovyo huko porini, anamwambia baba wa watu warekebishe, wamefanya 1 2 3, ili warekebishwe wawe kaka wazuri, wawe kaka bora, wasiwe vibaka, wasiwe magaidi. Pendwa, tumsifu Yesu Kristo. Ukiwa mtu wa tofauti lazima utafutwe. Wewe ukafanya kawaida alafu wasikutafute watu, ukaanza kulalamika, watu watauliza kwa utofauti gani ulionao? Okay, wewe ni mtumishi wa serikali, lakini kwenye habari ya ofisini kwako vitu unavyofanya ni vile vile. Hakuna ubunifu, hakuna kujituma, hakuna msimamo, ni kupelekwa na upepo tu. Ama unafanya biashara fulani, maduka unafungua kama wenzako wanaofungua maduka sana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanafungua maduka sana. Yaani kwa mfano kuna watu ambao wanahitaji kupika keki, kupika mandazi, wanataka unga wa ngano dukani mapema sana. Wengine ni mafundi ujenzi, wanataka simenti waanze kazi ya alfajiri. Wanaenda kwenye maduka ya hardware, wanaenda kwenye maduka ya kununua ngano na mafuta, wanakuta maduka yamefungwa, yanakuja kufunguliwa saa 4. Alafu wewe unasema ninamuomba Mungu aniinue kiuchumi, wakati wewe ni mtu wa kawaida, hutaki kujitofautisha. Ukijitofautisha leo, Mungu atalipandalize wazo lako, na huko kujiamini kwako, na huko kujitoa kwako, na huko kujitofautisha kwako, atakufanya kuwa tofauti. Kwa hiyo usije kauza mauzo madogo ukasema unajua mimi nimerogwa. Hujarogwa, haujataka kuwa wa tofauti. Pendwa, ninataka kukukumbusha mambo kadhaa kwamba anayejitofautisha ndiye anayetafutwa. Kwa wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa wanafunzi 12, na mmoja wapo ni Yohana aliyekuwa mpendwa wa Yesu. Alipata nafasi hata ya kulala kifuani pa Yesu, ni rafiki yake, walikuwa ni marafiki sana. Lakini yule jamaa alirizika tu kwamba ninapendwa na Yesu, niko karibu naye, ninakaa kifuani pake. Hakuwa na kitu chochote cha ziada. Petro ambaye ni mkorofi
alikuwa anamuuliza Yesu maswali, wakati mwingine maswali ya magumu ya ovyo ambayo hayana mantiki. Na siku moja aliwahi kumuita Yesu kipindi amesema, unajua mimi nitakufa msalabani na nitazikwa na siku ya 3 nitafufuka. Petro alimuita Yesu nyuma, akamkemea, akamwambia, Bwana, wewe hautakufa. Tunakutegemea wewe kwenye huduma hii na kwenye maisha yetu. Sasa unataka kufa, alafu itakuwaje tena? Hautakufa Bwana. Akamkemea Yesu. Kwa hiyo Petro alikuwa ni mtu ambaye ana vitu vingi sio vizuri, lakini kwa sababu ya kujitoa mwanga kufanya mambo magumu ambayo wengine hawezi kuthubutu, ile hali ya uthubutu wa Petro ndio iliyompa nafasi Petro ya kuwa msingi wa kanisa Yesu Kristo alipoondoka. Na uthubutu wake unaonekana katika jambo moja. Yesu Kristo wakati anatembea juu ya maji na wanafunzi wako kwenye mashua wanaabiri kwenda ng'ambo, walimuona anatembea juu ya maji na wanafunzi wote wakasema, ni mzimu, ni mzimu, ni mzimu. Petro akamwambia, Bwana Yesu, kama kweli wewe sio mzimu wa kwako, ni wewe mwenyewe, niite na mimi basi nije nitembee juu ya maji. Petro alikuwa na experience kubwa ya kuona watu wanazama kwenye maji, kwa sababu tunajua historia yake. Petro alikuwa ni mvuvi. Kwa hiyo alikuwa alishaona mashua zinazama na watu wamekuwa drowned kwenye vilindi vya maji wanakufa. Lakini siku hiyo akachukua jambo la hatari, akajihatarisha maisha yake kujaribu kutembea juu ya maji, pasipo boya, pasipo mashua, pasipo kitu chochote. Akaanza kutembea na kumfuata Yesu. Mimi sitaki kujadili juu ya mashaka aliyoyaona hapo baadaye, lakini naangalia hatua ya kwanza ya uthubutu wake wa kujitoa kwenye mashua penye usalama, kwa sababu mashua ndio comfort zone na kwenye maji kuna hatari nyingi pale. Akakubali, akakanyaga juu ya maji, na alipokuwa ameshindwa, Bwana Yesu akamwambia, okay, na kuacha kwa sababu Bwana wewe unaonekana una imani. Ngoja ufe kama wenzako ambao wamekuwa wakifa majini. Alikuja akabusti wazo lake, akamtoa, ghafla wakafika ng'ambo. Kwa hiyo maana yake Bwana Yesu ama Mungu Mwenyezi anawabusti na kuwasapoti watu wanao take action, wanao take riski kwa ajili ya kujaribu mambo yasiyojaribika. Mtu mmoja msaikolojia anasema, if you want to get something you have never get, you have to do something you have never did. Unatakiwa kufanya kitu ambacho hujawahi kukifanya, ndipo upate kitu ambacho hujawahi kukipata, na mbingu zijitukuze kwa ajili ya kwako. Kwa sababu kwenye kawaida hatuwezi kuandika kitabu chochote cha historia. Watu ambao wameandikiwa historia zao ni watu waliofanya vitu vya tofauti, lakini sio kawaida, sio rahisi. Walikutana na magumu, walikutana na upinzani, na mwanadamu hakuumbiwa mambo mepesi, ndio maana anatofautiana na wanyama wengine. Yaani ukiwa mtu wa kawaida, maana yake tunataka kumdhalilisha Mungu kwamba bora ningekuwa zebra ama ningekuwa mnyama lingine ambalo halina mawazo, halina ufunuo. Sisi ni wanadamu na wanyama wanategemea tufanye mambo makubwa for a better world, kwa ajili ya ulimwengu mzuri. Na unatakiwa watu wanaochukua nini? Wanaochukua riski, wanaotake risk, risk takers ndio wanaotegemewa kuandika historia na kwa rejea zao, ili vizazi vingine vipate kufundishwa ujasiri. Tumsifu Yesu Kristo, na Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo siku anataka kupaa mbinguni, alimwambia Petro, wewe ndiwe Petro ambaye kwa imani yako nitajenga kanisa na milango ya kuzimu haitaliweza. Hakumwachia Yohana kwa sababu alikuwa ni rafiki yake tu, rafiki wa Mungu asiyefanya action. Usibaki kupendwa na Mungu, tunajua mimi Bwana ninachojua nimekwisha kuhakikishiwa nitaingia mbinguni, basi yatosha. Hapa nilipo yatosha, kwa sababu mambo yangu yanaenda, sijaomba cha mtu, silagi kwa mtu, kwa hiyo mimi hapa inatosha. Ukirizika hivyo hivyo, okay, kweli mbinguni unaenda, lakini hakuna historia unayoandika na hakuna rejea ya kwako ya kufundishia vizazi vingine vinavyokuja. Vizazi vingine vinavyokuja vinafundishwa kwa rejea ya watu majasiri, risk takers. Ndipo tutakuwa na kizazi kilicho tofauti na wanyama, kilicho tofauti na wadudu, kilicho tofauti na ndege, kilicho tofauti na mizimu, kizazi cha tofauti ambacho kinamtukuza Mungu, kiliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Okay, tunasema tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na ndivyo ilivyo. Lakini Mungu ni Mungu wa mambo makuu. Mungu sio Mungu wa mambo ya kawaida. Mungu aliwahi kugawanya bahari ya Shamu,
Na ninawasifu hata nchi ya Dubai, na wenyewe wametengeneza ardhi nchi kavu, na watu ambao wanasikia hata uchumi wa blue kwa Zanzibar wanataka kutengeneza ardhi kwenye bahari, watengeneza huko kujengwe mahoteli. Sawa, hapo ndipo tunaweza kusema kweli huu mfano wa Mungu sasa tunaanza kuona. Mfano wa Mungu hauko kwenye kufanana tu na kuishia kufanana na mwisho kwenda mbinguni. Mfano wa Mungu ni kufanya mambo makubwa kama Mungu anavyofanya mambo makubwa. Mfano wa Mungu ni kujaribu mambo ambayo watu wote na watu wengi sana, kundi la watu nasema hayawezekani. Na Mungu kwa sababu ni Mungu wa mambo yanayowezekana, ni Mungu ambaye yasiyowezekana yanawezekana. Basi hata kwako wewe ambayo siku zote akili zako na ufahamu wako na kundi na jamii wanasema hayawezekani, ndiyo hayo yatakayokuinua wewe. Hayo ambayo watu wanasema hayawezekani ndiyo hayo yatakayomtukuza Mungu ukiwa ukiyafanyia kazi, na Mungu atayafandarize. Kama yanahitaji uchumi atakupa uchumi, kama yanahitaji watu na audience atakupa audience na watu, kama yanahitaji milango mbalimbali atafanya njia pasipokuwa na njia. Nenda uchukue matendo ya hatari, jihatarishe ili ulete wokovu kwa taifa na kwa dunia. Tunakumbuka wakoma ambao na wimbo ambao umetrendi mpaka leo unatumika, kishindo cha wakoma. Wale wakoma bwana walikaa siku zote hali ya ukoma, na walitafsiriwa ni watu ambao hawawezi kufanya kazi yote ya mikono kwa sababu they have limited hands. Wana mikono isiyo na vidole, hawawezi kutengeneza uta, hawawezi kutengeneza silaha, hawawezi kupigana vita. Lakini walipojizingatia moyoni wakasema tunatoka kuendea jeshi la Washami, wakituhifadhi hayo tutapona, na wakitua haijalishi, lakini hatuko tayari kufa njaa mahali hapa. Wale ni risk takers, watu dhaifu kwenye habari ya muonekano wa nje, lakini si dhaifu wa mawazo. Na mimi naomba nikwambie, bora tu mtu akuone dhaifu, umekondeana, una pesa, una gari, una nyumba, umeachwa, umekataliwa, umetengwa, uwe dhaifu wa mwilini, okay, wataona. Lakini kama wewe si dhaifu wa mawazo na akili zako, wewe sio mtu mwepesi, hata wale wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Na kuomba ndugu yangu, simama, utake action, uiendee njozi. Na kama ikiwezekana hata kuiandika kwenye vibao, iandike ili unaposoma kila siku ukumbuke kwamba inakwenda kutimia, inakwenda kutimia, inakwenda kutimia, na huko unaifanyia kazi, na huko unafuata hatua kwa hatua. Mwisho wa siku kitu kitakachotokea pale kitakuwa ni kitu kikubwa, kitakuwa ni kitu kikubwa sana. Na mimi sasa ninaendelea kukutia moyo, usiogope. Mungu anatunza kumbukumbu ya mambo kadhaa ambayo umekuwa ukichukua hatari kuyafanya. Kwa hiyo kama ulichukua hatari kufanya kitu fulani ukafeli, usije ukasema unajua bwana, unasema hivi kweli Eric Mtalemwa, unazungumza hiki kitu, lakini mimi niliwahi kufanya hatari. Mwisho wa siku nilihatarisha afya yangu, nilihatarisha maisha yangu, mwisho wa siku nilihatarisha mpaka kazi yangu, mwisho wa siku nilifukuzwa nilipokuwa, mwisho wa siku nilifanywa mambo kadha kwa sababu ya mambo ya kujitoa mwanga kama hayo. Lakini naomba nikwambie, Mungu anatunza kumbukumbu kwa kila tendo dogo tu la hatari unaolifanya. Mungu sio Mungu wa kusahau. Nikukumbushe tu, na ninatumia rejea ya Biblia. Musa alikuwa hajaambiwa na Mungu kwamba atatawala wana wa Israeli, atawaongoza. Musa alikuwa hajaambiwa kabisa kwamba atapewa nguvu na mafunuo makubwa, yeye kuwa kiongozi mkubwa wa taifa la Israeli. Alikuwa hajaambiwa hicho kitu. Lakini tu kwa kielele chake cha ujana alianza kusikia msukumo, na kielele wakati mwingine kizuri sana. Kielele ndicho kinachoweza kukufanya ufanye mambo makubwa. Na bila kielele, si unataka kila mtu akusifie kwamba wewe ni mtulivu, unaga skendo, unaga zuruzunga, utabaki kuwa wa kawaida. Musa alienda akafanya skendo moja, alipokuta Misri anampiga Mwebrania. Hana nguvu za Roho Mtakatifu wala nini, hana nini. Alienda akaingilia ugomvi na akampiga Misri, akamuua, akamficha kwenye mchanga. Na siku ya pili yake anaona Waebrania wanagombana wao kwa wao, akamwambia ninyi ni ndugu, msigombane. Mmoja akamwambia unataka uniue kama yule Misri. Musa akajua imebumburuka, akakimbia, akatoka kwenye palace, kwenye ikulu ya Farao alikokuwa amelelewa, akaenda kuishi porini. Na ikaonekana kama njozi zake na ndoto zake zimeisha, na huenda kuna siku aliweza akakaa chini ya mti, ama akakaa pangoni, ana regret kwa nini alifanya kile kitendo. Anasema huenda sasa
Mungu alikuwa hajanituma. Alianza kujihukumu wakati mwingine, lakini Mungu anakumbuka hata vile vitendo vya ovyo ambavyo uliwahi kuvifanya kwa ajili ya kujitoa mwanga. Anavigeuza sasa, anavigeuza vinakuwa kwa njia ya baraka. Maana yake ile nguvu ulionayo na ule msukumo ulionao, anaenda anaugeuza sasa, anautengeneza, unakuja katika positive what? Perspective, katika mtazamo ambao ni chanya, anautia mafuta na anakutia nguvu ufanye kazi yake. Siku moja alimtokea Musa, akamwambia nenda, ninakutuma kwa Farao. Na tangu siku hiyo alimfanya kuwa mkubwa kwa wana wa Israeli. Na ukija kuangalia siku ile Musa anakutana na Mungu kwenye kijiji cha moto kinachowaka moto lakini hakiteketei. Siku zote alikuwa anachunga miaka 40 kawaida. Anachunga mahali pale, anarudi nyumbani. Anachunga, anafikisha pale, ananywesha mifugo, anarudi nyumbani. Lakini siku ile ukisoma katika sura ya 3, unaambiwa Musa alipeleka kundi la mkwe wake Yethro mpaka akaenda, siku hiyo alienda kwenye malisho ya mbali sana mpaka Horebu. Na huko Horebu kumbe mahali anapofika ndio nchi takatifu ambayo Mungu anaenda kusema naye. Kwa hiyo angekuwa anachunga kwa kawaida tu, anachunga mazingira ya nyumbani, anarudi, asingekutana na Mungu, kwa sababu nchi ile Mungu anaitambulisha kuwa ni nchi takatifu. Kwa hiyo Mungu haongei kila sehemu tu. Kuna sehemu ambayo Mungu ameichagua kuongea. Kwa hiyo Musa alipopeleka ile kundi mpaka kule mbali kwa kujituma, akakutana na Mungu wa njozi zake, akakutana na Mungu wa maono yake, akakutana na Mungu ambaye ametunza kila doti ndogo ambayo Musa aliwahi kufanya ya kujitoa mwanga. Akamtuma sasa kwenda kwa nguvu yake na kwa agizo la kwake, na akaperform miujiza na mambo makubwa aliyoyafanya. Mpaka sasa ameandikwa kwenye kitabu, tunajifunza mambo mengi kwa Musa kwa sababu alijitoa mwanga. Usipojitoa mwanga, mambo yanabaki ni yale yale.